Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni saa 11:30 kamili za asubuhi, muda wa Afrika Mashariki. Tukutana tena katika taarifa zetu za asubuhi. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kutumisha salama katika siku mpya ya Ijumaa tarehe 17 Julai. Basi karibu sikilize na kufuatilia taarifa mbalimbali zinazoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ya mashariki, pamoja na habari nyingine muhimu za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Loje Longa nikiendelea kuwa nawe katika taarifa hii asubuhi kupitia Kivu News Info. Endelea kujuza tu kwamba kila siku tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa ADF usiku wa kuamkia siku ya jana Alhamisi katika eneo la machimbo ya madini la Tepe iliyopo takriban saa 2 kwa miguu kutoka kijiji cha Pangoi ndani ya wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, milio mikali ya silaha nzito nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, lazima wakazi wa maeneo karibu kujifungia majumbani mwao kwa hofu ya usalama wao. Hadi kufika sasa ile taharuki bado imeendelea kutawala miongoni mwa wananchi, huku wakiendelea kusubiri kurejea kwa hali ya utulivu. Vyanzo vinaeleza kwa wakati wa mapigano wanajeshi wa FARDC walifanikiwa kugundua ndege isiyo na rubani maarufu kama drone ambayo inadaiwa kuwa ilikuwa ikitumiwa na waasi wa ADF kufuatilia mienendo ya wananchi pamoja na shughuli za vikosi vya usalama katika eneo hilo. Kwa nini bwana wasiwasi kuhusu mbinu mpya zinazotumiwa na kundi hilo katika shughuli zake za kivita? Mpaka sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waasi waliouawa, majeruhi wala hasara zinazotokana na mapigano hayo. Vile vile kuna taarifa rasmi kuhusu iwapo upande wa jeshi la serikali ulipata majeruhi. Kwa upande wake, mtetezi wa haki za binadamu Zefani Kataliko ametoa wito kwa uongozi wa kijeshi wa mkoa wa Ituri kuendeleza mashambulizi dhidi ya waasi wa ADF. Amesema ni dalili zinaonyesha kwamba kundi hilo linataka kujenga ngome mpya katika eneo ambalo la machimbo ya madini, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari kwa usalama wa wananchi na shughuli za kiuchumi. Kataliko pia ametaka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha doria za ulinzi ndani ya misitu ya makundi ya Makeke na Mabembe ambako yamekuwa na taarifa za kuonekana kwa makundi ya watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa ADF. Anaonya kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia waasi hao kuimarisha na kuendelea kutishia usalama wa wakazi wa Mombasa pamoja na maeneo ya jirani. Wananchi wanaendelea kuomba serikali kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama na kuhakikisha operesheni za kijeshi ili kurejesha amani ya kudumu katika sehemu hiyo ambayo imekuwa ikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya waasi wa ADF. Msururu wa wafanyabiashara walikuwa wakitoka mjini Goma kuelekea eneo la Walikale wameshambuliwa na watu wenye silaha katika eneo la Kafunsi kwenye barabara inaunganisha Kaanja katika eneo la Masisi na Kashebere wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Shambulio litokea siku ya jana Alhamisi tarehe 16 Julai majira saa 7 mchana kwa saa za eneo hilo katika sehemu ambayo kwa sasa inadhibitiwa na waasi wa M23. Tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wasafiri na wafanyabiashara wanaotumia njia hiyo muhimu ya kibiashara inaunganisha maeneo ya Goma, Masisi na Walikale. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, watu hao wenye silaha walianza kufyatua risasi na kulazimisha waendesha pikipiki walikuwa kwenye msafara huo kusimama. Baada ya kusimamisha magari na pikipiki, washambuliaji walivamia wafanyabiashara na kuanza kuwanyang'anya mali zao kwa nguvu. Wafanyabiashara waliporwa fedha walizokuwa nazo, simu za mkononi pamoja na vitu vingine vya samani walivyokuwa wamebeba kwa ajili ya safari zao. Mbali na mali zao binafsi, watu wenye silaha walichukua pia bidhaa mbalimbali ambazo wafanyabiashara walikuwa wamesafirisha kuelekea Walikale. Madereva pikipiki na za usafirishaji walikuwa wameambatana msafara huo pia wa kuachwa salama. Pia waliporwa mali zao binafsi na baadhi ya vifaa vilivyokuwa navyo kabla washambuliaji hao kukimbia na kutoweka katika eneo hilo. Baada ya tukio hilo, wafanyabiashara wengi walibaki katika hali ya mshtuko na hofu. Baadhi yao lazimika kurudi nyuma hadi eneo la Nyabiondo kwa sababu hawakuwa tena uwezo wa kuendelea na safari zao baada ya kupoteza fedha na mali zao. Wengine wachache waliweza kuendelea na safari hadi kufika Kashebere. Shambulio hilo limezua tena wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika barabara Kaanja hadi Kashebere, ambako kwa muda imekuwa ikitajwa kuwa miongoni mwa maeneo hatari kutokana na matukio
ya uporaji na mashambulizi dhidi ya wasafiri. Eneo la Kanusi sasa limekuwa likitajwa mara kwa mara kama sehemu yenye changamoto kubwa za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika maeneo ya jirani. Hali hiyo imekuwa kiasiri kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa watu na bidhaa kati ya Goma, Masisi na Walikale. Wafanyabiashara wanatumia njia hiyo wanaeleza kuwa matukio kama haya yameongeza hofu na kunaweza kuathiri shughuli za biashara pamoja na uchumi wa maeneo yanayotegemea barabara hiyo kwa ajili ya upatikanaji wa bidhaa. Wananchi na wafanyabiashara sasa wanatoa wito kwa mamlaka zinazohusika kuchukua hatua zaidi za kuimarisha usalama kwenye njia hiyo ili kuruhusu usafirishaji wa watu na mali zao kufanyika bila hofu ya kushambuliwa na watu wenye silaha. Wasiwasi umeongezeka miongoni mwa wakazi wa eneo la Malemo katika kundi la Bashali Mokoto wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya mkutano wa hadharani uliofanywa Jumatano tarehe 15 Julai na viongozi wa muungano wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, viongozi wa harakati hiyo waliambia wananchi kuwa hawana mpango wa kuondoka katika maeneo yanayodhibiti bila mapigano. Walieleza kwa wapiganaji wao walitoa kafara kubwa na kupigana kwa muda mrefu kuyateka maeneo, hivyo hawawezi kuiacha kwa hiari. Katika mkutano huo viongozi walidai pia kuwa wananchi hawapaswi kuamini taarifa na kuzungumzia uwezekano wa vikosi vyao kujiondoa kwa hiari kutoka katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Kauli hizo zinakuja wakati ambako juhudi za diplomasia zinaendelea katika ngazi ya kitaifa na kimataifa zikilenga kupunguza mvutano na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, wakazi wa maeneo mbalimbali ya Masisi wanasema matamshi hayo yameongeza hofu kwamba utekelezaji wa makubaliano ya amani unaweza kukwama. Kwa mujibu wa wananchi na viongozi wa kijamii, tamko linaonekana kama kwenda kinyume na matarajio yaliyowekwa katika makubaliano ya Washington ambayo pamoja na mengine yanakusudia kurejesha amani, kuimarisha usalama na kurudisha mamlaka ya serikali katika maeneo yanayosiriwa na vita. Baadhi ya wadau wa ndani wanamestaka pande zote zinazohusika kuheshimu ahadi zilizotolewa katika mchakato mbalimbali ya amani ili kuzuia kuzorota zaidi kwa hali ya usalama. Wanasisitiza kwamba mazungumzo yanapaswa kupewa nafasi badala ya kurejea kwenye mapigano ambayo yanaendelea kusababisha mateso makubwa kwa raia. Hata hivyo pia wanaamini kuwa endapo hakutakuwa na maendeleo ya kweli katika utekelezaji wa makubaliano hayo, mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinapaswa kuingilia njia nyingine zinazowezesha kurejesha udhibiti wa maeneo ambayo bado yanashikiliwa na makundi yenye silaha. Kwa sasa wakazi wa wilaya Masisi wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari, wakisubiri kuona iwapo juhudi za amani zitazaa matunda au kama eneo litashuhudia tena mapigano mapya ambayo yanaweza kuongeza idadi ya waathirika waliokimbia makazi yao. Taarifa kutoka nyanda za juu za Uvira zinasema kwa mwanachama wa muungano wa makundi yenye silaha ya waasi wa Twirwaneho na Red Tabara alikamatwa siku ya jana tarehe 16 Julai na vikosi vya wazalendo vinavyoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni dhidi ya makundi yenye silaha yanayoendelea kuvuruga usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kukamatwa, mtu alifikishwa mbele ya vyombo vya habari kwa ajili ya kutambulishwa rasmi hadharani. Tukio linafuatia juhudi zinazoendelea za vikosi vya serikali na washika wao katika kukabiliana na makundi yenye silaha katika maeneo ya nyanda za juu za Uvira. Ili kupata maelezo zaidi kuhusu tukio hilo, hebu tutizame sasa ripoti iliyofanywa na wenzetu wa Kivu News 24 na baadaye tutarejea tena studio kwa habari nyingine zaidi. Baile Clever nikiwa msemaji wa Unité Special Wazalendo ambayo inaongozwa na Kamanda Ngoma Nzito. Leo mmeitisha waandishi habari, tungependelea kujua nini inapatikana upande wenu kwa kutuitisha. Tunawaitisha, tuna mtu ambaye ni Red Tabara AFC/M23 ambao tumebana katika milima ya Muhuzi huko Rurambo. Walikuwa wakikuja piga wazalendo wa kiongozi Kamanda Jemadari Rumahondwa ni wa Unité Special na wakapigwa vizuri tukabana hii mateka ambayo unaiona hapa. Labda tungependelea vizuri kuonesha mateka. Mateka iko wapi hapa? Mateka ndio hii bwana. Hii bwana tulimebana kabisa ni mateka. Jambo bwana. Sawa. Tuambie mambo kwa namna gani, kwa nini kufikiria kubana? Vita ilikuwa vipi na mnafanikiwa namna gani? Nadhani naye pekee yuko temweni shahidi. Kazi ilikuwa nguvu kwa sababu tumepiga adui, wametoka Bukavu, Kaziba, vita hizo njia tukawabana. Tukabana huyu bwana na njoo tuko naye hapa. Ilikuwa vita kabisa ya jasho na vumbi ya wazalendo kwa sababu milima yote ya huko juu preske kabisa kuanzia Kitoga, Rubuga, Muhuzi na kufika Mwenga kule fasa mingi ni wazalendo ambao wanakuwa pale wanamwariri. Hakuna hata wa kukuambia ni wazalendo tu wanachapa adui. My space za mingi ni wazalendo. Ndio kwa tukisikia kwamba wazalendo amfanye kitu tena milimani, M23 imewakimbiza na mpaka sasa amuonekane. Hizo habari ziko namna gani na tunaona mnakuwa na mateka? Unajua bwana Mwariri, sisi wazalendo tulishika silaha
kwa ajili ya kutetea bulongo wetu wa baba zetu wa mama zetu na wengine. Lakini shida ndani ya siasa kuko wale ambao wanapendelea sana adui. Ukiona hata mapanike, Baraka ishakuwa hivi, kwa Mulima ishakuwa hivi, ndio maneno ya wale tu wa paniker purke waendelee kutuletea mambo ulionaka iliyopita mu 2025 Bukavu tusa ma desordre tu. Lakini milimani kwenye sisi tunakuwaka ni kazi. Sasa wanasema wazalendo hawafanyi kazi. Si mateka hii ambayo tunakuwa hayo kabisa ya huyu nani? Jina lako nani bwana? Ndaise Clovis. Ndaise uko wapi? Burundi. Uko wa Burundi? Yes. Ulikuwa unakuja hai kule? Mimi kawaida mimi niko mkimbizi, nikimbiraga huko piko sehemu. Kiongozi labda tutamhoji baadaye. Utamhoji? Asante. Mnadhani yeye peke yake ashasema. Donc sisi tuko natumika kazi katika maeneo za Haut Plateau na maplene ma point zero, nafasi zingine, nafasi kwenye wewe mwariri nitakwambia unadhania hili village ni wapi? Mabijombo, Mamagunda. Na saa hivi adui ambaye penya alikuwa na huyu bwana akakimbia, wakapita njia ya pori maneta Kitandala, wanafikia Kashongo hivi, wanajinani na nani sasa mwa ile maeneo wanazimine sai. Lakini tukisema ukweli, wazalendo wako hapo, wanaishiwa, wanasema hawatumiki kazi. Ule mwanasema tutumike kazi, naye ndani yake iko sawa vile ni adui wa nchi ya Kongo. Kiongozi, nini hasa ambayo imetambulisha kwamba yeye ni M23 au Red Tabara? Huyu ni Red Tabara ambaye kitu ambacho kinaweza kukamilisha ndio yeye peke ni mateka ambaye tumebana akitoka huko. Unadhani wako wanaenda fanya sensibilisation, wanaenda fanya sensibilisation kwa wale ambao wanakuwa kwenye makampeni huko, wanakuwa waleta katika huko. Unajua njia ya Uganda zinafunguliwa, unaona hapa Rwanda zinafunguliwa, juu frontiere ni petite barriere, wanapita tu sawa vile kwao, wanawaleta kuko wamoja hawajui, kule kuko Mali, kuko wababa dada mzuri mtabeba, kuko mangombe mtabeba, njoo kazi hapa ni ba terrorist, ndio bana wanakuja kule tunawabana, basi na njoo hapa tunakuwa nao hapa. Wazalendo ni wako inyanya na wataendelea kufanya kazi kwa sababu tuko hapa, vifaa tuko nayo bwana. Ni baba aliyechangia, ni mama aliyechangia, ni waliye tupenda akatuchangia, na njoo tukatumikia mpaka mwisho bwana Mwariri. Na tuko Msidi Kivu mpaka mwisho, nakwambia. Kama medezode iko wengine fasi Msidi Kivu precisement Fizi, Mwenga, Uvira, hapana black. Nakwambia vile tunahakikisha kwa vijana wako hapo, naona wanaume wenye wako na akili ya de licencié de docteur hapo, nawaona basi kwa tuona sasa vile ma black. Sasa vile mimi nakwambia hapa, wanajua niko nafanya kazi gani, niko porte parole, najua sema, najua fanya kazi, na hapa tunateka mateka njoo hii bwana. Yanatoka Burundi, Rwanda, kwa kuangamiza wa mama zetu wa bazi. Na Mwariri naona baona. Njoo hapa. Tulifanya interview juzi. Ndio. Tulizungumzia kuhusu vita ambavyo vilikuwa pale Kipupu. Na mmesema kwamba mlijaribu kuchukua vijiji kadhaa pale maeneo ya Kipupu. Na leo mnatuonesha mateka ambaye tutakuja kurudilia ili kwamba tusikilize kile ambacho atakachozungumza, kwa sababu wa diaspora wengi kwa sasa wanasubiri waone kazi zenu. Na NT Special inaendelea kufanya kazi vizuri. Na pia tuseme sasa tunaona hapa Mwariri sawa. Tunaona tunafurahi na tunamwona Jenerali Meshaki naye pia. Asante, iko na sikia. Kwa hiyo tunataka tujue Kipupu kwa sasa iko mikononi mwa wazalendo au Red Tabara au M23? Kipupu ni amani na utulivu. Yaani Kipupu ni amani na utulivu. Hakuna hata jeshi ya taifa, ni wazalendo wanaofanya kazi. Unasikia nanga ule muuni anasemaka bakire kile kidogo ni kwa avance. Na sio wazalendo tuko na avance. Kila pori tunaijua. Mwenye hajua ile pori akuye tumuoneshe pori yote yenye hapa bahuni bako wanapita hamo. Hawatasikia. Sisi tunasema tunashimama. Unakuta tunaomba wa vitu kidogo kidogo ili hao vijana wafanye kazi. Maverbe zimoa zinyazendeki. Ya ordre ya kwa, je vous dis franchement, une spéciale itaendelea kupambana. Nous avons beaucoup d'années. Wana journaliste ndakwambia 10 ans. 10 ans pa Maminembwe kule. Bana choma manyumba. Njoo hiyo makawaida wanaleta tena, lakini hatutakubali. Mpali Kipupu iba, bali nchoma manyumba. Sasa tutabakia on est déterminé. Sa vile Bahero, sa vile Lumumba. Tutaendelea kufanya kazi. Sababu Lumumba hakulipwa lakini akaleta independence pour les Congolais. Leo nyinyi mnabana mateka, mnamuonesha wazi. Je, unafikiri Red Tabara, Android, Tigwana ama M23 wakibana mzalendo wanaweza wakamuonesha zarani hivi? Kubana mateka, unajua au unasikia hapo ni babandi au mpaka wamalize tujue. Wanasema mwenye alisoma, mwenye anakamata silaha, mwenye iko nini bana, yeye peke iko temwe. Nadhani kwa temwe bwana iko hapa anafika na salama, na tunapashwa na sisi tunamfunga tu hapa. Mimi ni mzima, unaona hivi ni mzima, hakuna shida, hana hata ni tulimubana kwa nguvu zetu, kwa kumkimbia hako na vitu yake alikuwa nayo tukabeba, tuko nayo. Sasa tukishasema kesho yenye alikuwa nayo kama ni karashi moja tukaikamata, si ile inaongezeka kwenye chama bwana. Ndio vile ndio wanasema bite de guerre.
Kwa swali la mwisho ili tumuoji unité spéciale. Tukienda Fizi, Mwenga, wapi tunasikia unité spéciale. Ndio. Mna mbinu gani kwa kufikiria hiyo jina unité spéciale ipate kujulikana? Kama kwa miezi mingapi tu mumeanza hiyo jina unité spéciale? Mmetumikisha mbinu gani? Unité spéciale ilikuja kwa sababu watu wote walikuwa nasikia General Meshake anapanda hii kilima anapigana, unasikia General Ndondi, Kashumba, Vensa, Mayele, nani Ngoma Nzito, Fabebe, sio vile. Lakini sasa sisi tukatia unité spéciale. Unité spéciale ni ya watu wa mingi sana, wajimadari wako mule ndani. Mlengo yao haiko 3 wala 4, ni moja tu. Ni ya kuchapa adui na kupendana na kuita wengine wazalendo wakuje. Unité spéciale iko créé kulibere maantite na kudefendre milima yote kwenye peut-être wewe haujui, lakini njoo pale tunakuwa bwana Mwariri. Na napenda tu kuambia kama na Rede Tabaraba kwenye viko ni Kashongo, na pale Kashongo wakipitia manjia za kupita hivi njoo mwana balibanwa na kupigwa vizuri, tukibaboni tunawapiga, tukiishiwa par exemple kuishiwa ushasikia vile aseme no hamufanyi kitu, na tukibatia hata na mateka yetu aseme no mateka yamulileta msioneshe kumameti. Sisi tunatetea tuko sawa vile watu wa Mungu. Mungu alituma mgombo ule watu wa Israeli. Unité spéciale iko pale naita wazalendo, wengine wafate ile mlengo wa kuchapa adui. Hapana kubakia tu niko mzalendo kufunga baba mama sijui je ne sais pas ça. Nous sommes là pour la détermination, si tu nupiga adui. Kisha kumaliza adui, nchi yetu ya Kongo wa mama na wa baba watatuandikia, tunapita na fiere na kukula vizuri kwa manyumba na wengine. Ndugu yangu, tusikuchoshe, tuachane na wewe kidogo kabla kumalizana na wewe. Leo mmetuonesha hadharani kwamba mmemteka. Sasa tusubirie nini? Mnampeleka wapi? Sisi tuko naye wakuu viongozi sawa vile auditeur wetu wa unité spéciale ndiye atafanya kazi. Kisha kumaliza na dirance yetu mikani ni Ndondi, watajua wenye watafanya kwa sababu tuko nao. Tumemetosha mbali. Unazania kilomita ya hapa kwenye tunasemea na wewe Mwariri na hapo Muhuzi kwenye vijana wako Mubaridi haiko blagi wana Mwariri. Na kama unajua hawa huni wako na penya na yeye iko Temwengi, si tulimuoji kidogo sie kwa ngambo yetu ni kupenya tu pour que ba fike kwa objectif. Ndio wanaanza ba intimider, tafika Kalemi. Tafika Kalemi mwenye wanywele hizi hawezi fika kule. Neno la mwisho kwa Kongomani wote na kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasema tunapenda tu neno moya, President de la Republique, rais wa nchi anatupenda sana. Malgré wale ba moya na yeye aligeuza kama jina sema mao koloshari, tusikia ma audio ma video zake. Anasema wazalendo je vous aime. Tunaomba watu dote vitu tukue sawa vile hatuko wa Rwanda, hatuko sijui wa Somalia, tuko wa Kongole, tupige adui na vijana tuko na effectif ya mzuri. Ni effectif ya vijana inaombwa kuwa bien organisé, sawa vile tuko unité spéciale, mlengo wetu ni kufika mbali. C'est-à-dire population ya nchi ya Kongo ituunge mkono, iwe nyuma yetu, ishangilie watoto yao wenye wanatetea bulongo hadi mwisho. Kwa sababu ulishasikia Kabila alisema sudanisation, balkanisation, siye vile hatujui masese le fait. Qatar president yeye tuko nyuma yake, tuko nyuma ya rais wa nchi ya Kongo na nyuma ya raia ya Wakongomani. Na huko mavilaji haiko tu Mauvira, Mafizi, Mabaraka nini mabijombo ziko. Unasikia Mwariri? Mamibunda kuko, Kipupu kuko watu. Muhuzi, kule nani Mubuga. Kaziba, donc mwile mamilima yote kule kuko population naomba wazalendo wako pale na wafanye kazi. Sisi tunaomba wale wengine wenye wakingana nafungwa macho wafunguke, wakuwe nyuma ya rais wa nchi, na wakiwa nyuma sasa ya rais tutashinda. Na mwenyeko nyuma ya nanga Kabila vitamwangalia na atashindwa na hatafika, kwa sababu maombi wa mama zetu na wa baba zetu na hawa wanaume unaona hapa ba auditere ba general bako na matumbo mbele wanasema nyeti. Ndio vile bwana Mwariri, raia itapata amani. Alerte yangu pale Magunda, mwenyeko mzalendo ajue kama Magunda ni mteritoire ya Mwenga, secteur Jitombwe. Hapo kuko adui wa Rede Tabara M23 51 ambayo iko napenda kutatiza raia na nalemaka msoko ya mercredi pa Magunda. Pale inapashwa tujue solution gisi itakuwa pale. Wazalendo wanaanza angalia gisi ya kufanya wa unité spéciale. Asante bwana Mwariri.
Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News FM, hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ilikuwa ni Jumatatu tarehe 17 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kufuatilia habari mbalimbali kupitia chombo chako cha habari kinachokuletea taarifa kwa wakati na kwa uaminifu. Basi endelea kubaki nasi katika vipindi vingine vya habari pamoja na taarifa mbalimbali zinazoendelea kujia katika siku hii. Mimi ni Telo Jolonga na kutakia siku njema yenye amani na baraka tele katika shughuli zako za kila siku.